lilizuka wimbi la vijana ambao wanaingia kufungua milango na kubaka wanawake. Wanafungua milango kuingilia hao wanawake bila ridhaa zao wenyewe. Kwa kile kitendo kimezua taharuki kwa ndani ya kama wiki 3. Ya wiki 2 za kuelekea za kumalizia mwezi wa 9 na wiki 1 hii ya mwezi wa 10. Imekuwa ni gumzo sana, nyumba zinafunguliwa, watu wanaingiliwa. Kwa hiyo imeleta shida sana, ikaleta taharuki, ikafikia hatua wananchi wakawa wanashindwa kukaa kwenye majumba yao, hususan kina dada. Kwa ile hali ilipelekea wananchi kuanza kulalamika na kuniletea taarifa kama kiongozi wao wa serikali ya mtaa. Kuna baadhi ya maeneo nilikuwa nikipata taarifa nafika kama kiongozi kuweza kwenda kushuhudia kwamba je, hichi kinachosemekana kipo? Ni kweli nilikutana na wahanga baadhi, walinielezea situation namna inavyokuwa. Kwa baada ya kuwa wamenielezea, hatua ya kwanza niliyoichukua kama mwenyekiti wa mtaa, niliita kikao cha kamati ya mtaa. Tukaelezana kikao chetu cha ndani kwamba hali ya ulinzi na usalama kwa sasa sio shwari, kwa sababu hawa watu waliozuka wanaingia kwenye majumba ya watu na kuwabaka watu alimaarufu kama teleza, wameshakuwa ni gumzo sana. Kwa tuliweka mikakati kama kamati ya mtaa na kama kamati ya ulinzi na usalama ya mtaa. Baada ya kuweka mikakati, tukaanza kutafuta, tukaweka vyanzo, tukaweka mitego, ni namna gani tunaweza tukawapata hawa watu wanaojihusisha na haya masuala. Kwa hiyo wakati tunaendelea na kuweka mitego na kukusanya taarifa kutoka pande mbalimbali za mtaa, lakini niliomba kwa wananchi kwamba yoyote yule ambaye amefanywa kile kitendo basi afike anione mimi mwenyewe mwenyekiti moja kwa moja, ili tuweze kuzungumza na kuweza kuona ni namna gani tunaweza tukawapata hawa watu wanaojihusisha na hivi vitendo. Kiukweli mwitikio wa wananchi ulikuwa uko chini, kwa sababu tendo la ubakaji ni tendo la udhalilishaji. Kwa mtu alikuwa anaona kwamba akija kutoa taarifa ya kwamba ameingiliwa atakuwa anajidhalilisha. Lakini nilienda mbali kwa kuasihi kwamba mwenyekiti wenu ni kijana, lakini nipo hapa kwa kutunza siri zenu, sitaweza kumtaja mtu hata mmoja atakayeniletea taarifa, niletee taarifa kwa siri. Kiukweli baadhi ya wananchi waliitikia, wakaanza kusogea kuja kunieleza, bana mwenyekiti, mwenzetu amefanywa hivi lakini anaogopa kuja kusema. Nikamwambia sawa, mwambieni aje. Sasa mmoja ambaye aliyesababisha mpaka haya yote kupatikana alifanywa hichi kitendo mara 3 na huyu mtu anaitwa Teleza. Baada ya kufanywa hichi kitendo mara 3, yule Teleza akiingia ndani ana tochi na kisu. Atakapokuwa ameingia kwako, ukishtuka anakuambia ukipiga kelele na kuua. Hivyo ndivyo ambavyo wananchi wale waliotendewa yale matendo ndivyo walivyokuwa wakinieleza. Basi nikamwambia sasa kama ni hivyo, haujawahi kumuona hata sura? Kaniambia bana, sisi hatujawahi kumuona kwa sababu anakumulika na tochi ambayo ina mwanga mkali sana usoni. Kwa akisha shughulika, baadaye unaona umbo tu la mtu akiwa anatoka, na akitoka anakimbia. Kwa kile kitendo kiliwaumiza sana watu. Kuna nyumba zingine ambazo alifungua akafanikiwa kufanya hilo tendo, lakini kuna nyumba zingine ambazo alifungua hakufanikiwa kulifanya hilo tendo. Kwa walikuwa kimkurupusha anakimbia, na alikuwa ni mtu mwenye mbio sana. Kitendo ambacho wananchi walifanya jitihada za kumkimbiza usiku wa kuweza kumpata. Kwa baada ya yule kuwa ameeleza vile kwa rafiki zake walichukua jukumu la kufika ofisi ya mtaa, nikiwa mimi na mtendaji wa serikali ya mtaa Nzuguni B. Wakatueleza ya kwamba huyu mtu mwenzetu anamfahamu kwa sababu ameshamfanyia hicho kitendo mara 3, na wakati anaenda pale mwenzetu alienda mbali akamwambia kwamba usinifanyie chochote, hili tendo ni hiari, nipo tayari kukupa, lakini naomba usinizuru. Walizungumza kwa lugha ya kirafiki. Ila yule dada alikuwa ni mjanja. Wakati anazungumza vile, lengo ni kuweza kumsogeza karibu, aweze kumtambua sura yake na ikiwezekana apate mawasiliano yake. Kwa dada alikubali ile siku ya kwanza, alifanywa kile kitendo, lakini wakakaa wakazungumza kwa muda mrefu ya kwamba
tuwe marafiki, ukihitaji njoo. Dada akaomba namba ya simu, wakapeana namba ya simu, wakaanza kuchati na yule bwana Tereza. Wamechati kwa muda kama wa siku 2. Siku ya 3 Tereza akarudi, anarudi kwake, yule dada anashtukia kwamba Tereza yuko ndani. Kwa alivyofika pale akamuuliza kwamba wewe umetoa taarifa zangu? Akaambia hapana, mimi sijatoa taarifa. Mbona toka mchana nilikuwa nakutafuta ukutaka kunijibu message zangu? Yule dada akasema hapana, nilikuwa busy, alafu simu haikuwa na salio. Akaambia yani ukitoa taarifa zangu nakwambia nitakuua, alafu mimi siko peke yangu, tuko na wenzangu, tumetoka Kigoma. Kwa ukisubutu kutoa taarifa zangu na kuapia nitakuua. Wakati huo ameshika kisu na tochi yake. Kwa yule dada kwa kunusuru maisha yake akaona hali imeshakuwa ni tete. Alitaka kumgeuza kuwa kama mpenzi, lakini hali imekuwa nini? Ni tete, kwa sababu mtu anaingia, mlango umefungwa, lakini yule dada anashtukia yule mtu yuko ndani. Kwa alichukua jukumu la kukimbia nyumba yake. Akarudi kwao. Yule dada wanasema ni mzaliwa Kilimanjaro, akarudi kwao Kilimanjaro. Baada ya kurudi kwao, yule Tereza akawa anaendelea kupita kwenye ile nyumba akitaka kufungua vyumba vyote vilivyoko kwenye ile nyumba, kwa sababu kwa sehemu kubwa kulikuwa na wapangaji kwenye ile nyumba. Kwa hiyo tarehe 2 mwananchi wa kutoka kwenye ile nyumba alikuja hapa akiwa na mwenzake. Niambia mwenyekiti, huyu mtu bana anatusumbua. No, ilikuwa ni tarehe 1. Huyu mtu bana anatusumbua. Hata jana amekuja akitaka kufungua kwangu. Nikamwambia hivi, huyu mtu hamjawahi kumuona hata kwa sura? Akasema hatujawahi kumuona, lakini kuna mwenzetu yeye ameshafanywa hicho kitendo mara 3 mpaka amekimbia nyumba. Nikamwambia sasa kama amekimbia nyumba tunafanyaje? Akasema ila wakati anafanywa hicho kitendo alipata mpaka namba yake. Nikamwambia mpata namba yake? Mnaweza mkamwomba huyo akatusaidia hiyo namba? Akasema kweli mwenyekiti ana uwezo wa kutusaidia. Nikamwambia basi kabla mjatoka hapa naomba mnisaidie tupate namba yake ya huyo dada ambaye amefanywa hayo matendo, lakini pia namba ya huyo ambaye amemfanyia hayo matendo. Kweli tarehe 1 ile yule dada jirani yake na yule dada ambaye amefanywa yale matendo, naye ambaye mlango wake ushafanywa majaribio ya kufunguliwa zaidi ya mara 3, akafanya jitihada, yule dada akatuma ile namba. Alivyoituma namba, nikachukua namba ya yule dada, nikachukua namba ya huyu Tereza. Nikawasihi wawe wapole, wasitangaze kwamba wamesha ripoti serikali ya mtaa, ila waendelee kutoa ushirikiano kwa taarifa zozote wanazozipata za kuhusiana na huyu mtu, aidha za kuhusiana na hichi kikundi kinachofanya haya matukio. Kwa baada ya pale tuliendelea tarehe 3, usiku wa kuamkia tarehe 3, yani tarehe 2 kuamkia tarehe 3, yule dada aliyekuja hapa ofisini akanipa namba ya yule dada ambaye amefanywa yale matendo. Saa 9:46 alinipigia simu. Alivyopiga ile simu niliipokea, akakata. Kwa kuwa nilikuwa sijui namba yake huyu dada aliyekuja hapa ofisini, akapiga tena. Nikipokea na kata. Kumbe yule bwana alikuwa yuko mlangoni akitaka kufungua nini? Mlango wa yule dada. Sasa akanitumia meseji, mwenyekiti, yule mtu amerudi tena, yuko hapa anataka kufungua mlango kwangu. Nikamwambia hapo majirani wapo? Akaniambia ndio wapo, lakini wengine hawapo. Nikamwambia basi naomba wataarifu majirani zako, ikiwezekana wafungue madirisha taratibu, waweze kuona sura ya huyo mtu, tuweze kumtambua kwa sura tu. Wakati huo mimi nawasiliana na polisi kata tuweze kuona ni namna gani tunafika eneo hilo. Kiukweli niliwasiliana na polisi kata, naye alikuwa mtaani na mimi nilikuwa mtaani usiku huo. Akaniambia bana, mimi natoka maeneo ya shule ya msingi polisi kata. Na mimi nikamwambia niko maeneo ya chuo, kwa sababu nimepata taarifa kwamba huyu bwana yuko sehemu, hebu twende tufike pale tuone. Wakati bado tunawasiliana, kweli watu walifanya jitihada za kufungua madirisha. Sasa mmoja alifungua mlango, yule bwana alivyosikia mlango unafunguliwa alikimbia.
Baada ya kuwa amekimbia, wakaiona sura yake na nywele wakati anakimbia. Kwa akawa amekimbia, akapotea. Baada ya kuwa amepotea, sasa usiku wa kuamkia, tuseme ni tarehe 4 kuamkia tarehe 5. Wakati huo ile tarehe 2 kuamkia tarehe 3 alikuwa ameshaenda sehemu nyingine, amefanya tukio kwa dada mmoja. Amembaka, alimkuta huyo dada ana mtoto, akambaka. Yule dada alimtambua physically. Na akamwambia ukisema nitakuua. Kwa alimbaka, akafanya nini? Akaondoka. Sasa tena usiku wa tarehe 4 kuamkia tarehe 5 akarudi nyumba ile ile kule alikombaka yule dada, kwenda kutaka kubaka tena. Ilikuwa ni mida ya saa 9. Alienda akafanya jaribio hilo kule, wakamkurupusha, akakimbia. Lakini akapita nyumba kama 3, akawa anataka kufungua, lakini hakufanikiwa kufungua, akawa amekimbia. Sasa kule walikokuwa, na mimi na polisi kata tulikuwa bado tuko mtaani, kwa sababu tulishakubaliana kufanya doria mida ile ambayo huyu bwana anafanya matukio, kwamba tukipata taarifa popote tuweze kufika immediately maeneo yale. Kwa hiyo walivyokuwa wamemkurupua kule, yule bwana anakimbilia vidole. Kwa hiyo watu walichokifanya, mwenyekiti wa shina namba 7 ambaye ni balozi pamoja na wananchi wa eneo lile la namba 7, shina namba 7, waliamua kuungana na kuanza kufuatilia zile nyayo usiku ule. Walifuatilia nyayo mpaka kwenda kufikia nyumba moja ambayo ilikuwa iko shina namba 4 kaskazini, kutoka shina namba 7 kusini mpaka shina namba 4 kaskazini. Wakati huo huyu bwana ameshafanya majaribio hapa katikati. Kwa hiyo walifuatilia mpaka mida ya saa 10 kuelekea saa 11 kasoro, wakafika kwenye ile nyumba, nyayo zikaenda zikapotelea pale. Sasa baada ya kuwa wamefika pale, wakawa wamejaribu kuamsha na mabalozi wengine wa eneo lile, ambapo ni mwenyekiti wa shina pamoja na mjumbe wake mmoja wa shina namba 4. Walivyoamshwa kwambia, bana, sisi tumekuja, tuna changamoto shina namba 7, tumefika mpaka hapa, tumeona hizi nyayo zimekomea hapa. Sasa tulikuwa tunaomba hii nyumba tuweze kufahamu ni wakina nani walioko humu ndani. Sasa yule mwenyekiti wa shina alichokifanya akasema, hapana, hatuwezi kufanya nini, kugonga kabla mwenyekiti hajafanya nini, hajafika, kwa sababu alishatupa maelekezo kwamba kabla hatujafanya chochote tuweze kuwasiliana naye na yeye awepo ashuhudie. Kiukweli walichukua hatua ya kunitaarifu usiku ule ule, na mimi nilimtaarifu polisi kata kwamba mimi naelekea sehemu fulani, nitaomba uje in case kama kutakuwa kuna shida. Kweli tulifika pale kwenye ile nyumba. Baada ya kugonga tulikutana na vijana 13. Wote wakiwa wanaishi kwenye nyumba moja. Wametandika magodoro pale, wamelala. Baada ya kufika pale, tukawasalimia. Baada ya kuwa wamefungua mlango tukawasalimia, ndipo nikachukua jukumu la kuanza kuwahoji kabla polisi kata hajafika. Kauliza, ndugu zangu, nyinyi ni wakina nani? Mko hapa mmetokea wapi? Wakanieleza, kila mmoja akawa anajitambulisha, nikawapa room kila mmoja ajitambulishe. Kwa alivyoanza kujitambulisha, nikapata wazo kwamba niombe wakati mnajitambulisha, wakati huo niwe na karatasi ambayo inatembea ya kila mmoja aandike jina lake na namba yake ya simu. Kiukweli walikuwa ni watiifu wakati lile agizo langu, nikiwa na mabalozi wote pale na baadhi ya wananchi jirani nao wakawa wameshafika pale. Baada ya kuona kwamba mwenyekiti amefika, wakawa wako pale. Kweli wale mabwana waliandika namba zao za simu na majina yao. Majina kama mnavyoona haya hapa. Walianzia kuandika hawa hapa ndo tuliowakuta ndani. Waliandika hawa mpaka 13. Mpaka namba 13. Sasa hawakuandika kwa namba. Basi walivyokuwa wameandika haya majina, nikawauliza, mko hapa mnafanya nini? Wakanieleza kwamba sisi tuko hapa tumekuja tunafanya masuala ya network marketing, yani biashara za kimtandao. Kampuni gani? Wakaniambia ni QNet.
Sasa nikamwambia hii QNet yani makao makuu yake yako wapi? Wakaniambia Kuala Lumpur, Malaysia. Ndipo makao makuu yake ilipo. Nikamwambia je, CEO wa hapa nchini ni nani ambaye anarani hii kampuni? Kiswahili kikaanza kutofautiana pale. Kwamba hapa hakuna kiongozi wa moja kwa moja, ila hata wewe unaweza ukawa kiongozi, ukatengeneza group la watu, ukaanza kuwa manage, watu wakajiunga. Nikauliza mnapataje fedha kwenye hii QNet? Wakaniambia kwamba yani unapata commission endapo utakuwa umeingiza watu, unanunua bidhaa, unamuuzia rafiki yako unayempenda, unataka kufanikiwa nao. Kaambia sasa hizo bidhaa mnazinunuaje na mnanunua kwa shilingi ngapi? Wakaniambia bana, tunaanza yani mtaji wa kuanzia bidhaa ya kwanza unaweza kununua kwa $3,000,000. $3,000,000. Kwa nyinyi wote mmenunua bidhaa za $3,000,000. Asilimia kubwa wakasema ndio. Nikamwambia hiyo mitaji mmetoa wapi? Hii mitaji tunawezeshwa na familia zetu. Kwa sababu familia zetu zinajua sisi tunahangaika kwa ajili ya nini, ili tuweze kujikwamua kiuchumi, kwa familia zetu zinatusupport. Nikamwambia okay, sawa. Baada ya kuwa nimemalizana nao na wameandika majina wale 13, nilitoka pembeni na hii karatasi. Nikachukua simu yangu, kwa kuwa ile namba nilikuwa nimeshapewa. Nikawa napitia namba moja baada ya nyingine. Baada ya hapo nikaona hii namba imemechi. Basi nikawataarifu mabalozi sasa. Nikamwambia yule mtu ambaye inasadikika anabaka, taarifa zake ninazo na namba yake nilipewa toka tarehe 1, lakini nimeoanisha namba mojawapo kati ya hizi imemechi. Kwa huyu mtu yuko humu ndani. Sasa unavyojua sisi ni viongozi. Sio kila kiongozi anaweza akawa na kifua. Miongoni mwetu kuna kiongozi mmoja akatoka. Usisahau kusubscribe na kugusa alama ya kengele ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu kila tunapoweka Msomi News.